Unajua kuuza zaidi ni ujuzi ambao upo katika swala zima la mauzo. Na kuna njia nyingi unaweza kutumia, lakini leo nikitaka nikuambie njia 4 ambazo unaweza kuzitumia kumshawishi mteja anunue bidhaa au atumie huduma yako. Na watu wote ambao nimewafundisha njia hizi walipojaribu kuzifanyia kazi ziliwaletea matokeo. Na unaweza kuangalia ipi kati ya hizi ambazo zinaweza kukufaa sana. Ya kwanza kabisa tunaita discount. Hii imezoeleka sana. Tunaita punguzo la bei. Ukishaweka punguzo la bei, kisaikolojia mteja anaona kama vile atafaidika zaidi kuliko ambavyo aliwahi kufaidika hapo kabla. Weka discount ya halisi kabisa, lakini mara nyingi watu wako tayari kutembea hata umbali mrefu kwa ajili ya discount ndogo sana. Ndio maana ukuta watu wengi kuuza kwa discount na wasaidia sana kuuza kwa haraka. Njia ya pili unaweza kuitumia tunaita product or service bundle. Product or service bundle ni kwamba unaziuza bidhaa zaidi ya moja kwenye kifurushi kimoja. Kwa mfano wewe kama unatumia mitandao ya simu utakuja kuona kwamba wanaita bundle. Unakuta ile bundle ina labda ina MB za internet, ina idadi ya message, ina muda pia wa kupiga simu. Unauza bidhaa fulani nyingi kwa pamoja kwa bei moja. Kwa hiyo mtu anaona kama vile amefaidika kupata vitu vingi sana. Na mara nyingi kwenye hii inashauriwa zaidi utumie bidhaa ambazo tunaziita ni complementary product. Bidhaa ambazo zinategemeana ili zikufanye kazi. Kwa mfano mtu akiuza dawa ya meno na mswaki, akiuza mashine ya kunyolea na kiwembe. Lakini ya tatu unaweza kuitumia tunaziita ni bei za kisaikolojia. Psychological pricing. Psychological pricing ni kwamba unaweza ukaamua kuweka aina fulani ya bei ambayo inawezekana ungeweza kuweka kubwa zaidi ya hiyo, utakuwa unapoteza hela ndogo sana, kama $1 au shilingi 1. Kwa mfano badala ya kuuza kitu 10,000, umeshakuwa kuna madukani wanauza 9,999. Hii tunaita psychological pricing. Mtu anakuwa anaona kama vile ananunua kitu kwa shilingi 9,000 badala ya kununua kwa shilingi 10,000, lakini ukweli kwamba ni shilingi 1 tu ndio ambayo imepungua. Kwa hiyo ni psychological pricing. Na njia ya 4 ni kufanya kitu kinaitwa bei za msimu au seasonal pricing. Seasonal pricing unaweza kuitumia kwenye njia mbalimbali. Kwa mfano siku ya birthday yako mwenyewe au birthday au anniversary ya duka lako, au unaweza kutumia sikukuu za kitaifa. Sasa unajaribu kuiuanisha na biashara unayofanya na unatoa ofa yako. Au ukatumia hobby kwenye hii seasonal pricing kwa bei za msimu. Ukatumia hobby tu kwamba timu yangu bana, mimi mshabiki labda wa Liverpool, leo imechukua kombe, ndani ya masaa 24 nitatoa punguzo na unifanya. Kwa hiyo unaitumia, iko ni kigezo tunajaribu kukitumia kwa nyuma ku drive sales. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.